Haleluya. Kichwa cha somo nimesemaje? Kufunguliwa nilipofungwa. Kufunguliwa ulipofungwa. Haleluya. Amen. Okay, juu ya habari ya kufunguliwa, wote naamini mnaelewa kufunguliwa ni nini. Kufunguliwa nile kufundisha sana tu, nikasema ni kutengwa mbali. Andika pia sio vibaya. Kufunguliwa ni ile hali ya kutengwa mbali. Ni ile hali ya kutengwa mbali na kila utendaji mbaya wa adui kwenye maisha yako, kwenye maisha yangu. Haleluya. Kufunguliwa nimesema ni ile hali ya kutengwa mbali na utendaji wa nini? Mbaya wa adui. Kwa lugha nyingine, kufunguliwa ni ile hali ya kuondolewa mahali ambapo shetani amekuhifadhi katika vifungo vyake. Nisikilize. Naomba nisikilize. Au mjaandika. Nimesema pointi ya kwanza kufunguliwa. Kufunguliwa ni ile hali ya kutengwa mbali na kila utendaji mbaya wa adui kwenye maisha yangu. Kwa maana nyingine ni ile hali ya kuondolewa mahali ambapo shetani amenihifadhi katika vifungo vyake. Na mimi nimeshaandika. Nisikilize. Kila mtu anahitaji kufunguliwa. Andika sentensi pia sio mbaya. Kila mtu anahitaji kufunguliwa. Wewe umeokoka au hujaokoka, ni mtumishi wa Mungu sio mtumishi wa Mungu, kila mtu anahitaji kitu kinachoitwa kufunguliwa. Kwa sababu kila mwanadamu ana vifungo vya kwake binafsi. Naomba mnisikilize, niangalie sasa. Narudia. Kila mtu anahitaji kufanyaje? Mwambie jirani. Unahitaji kufunguliwa. Sikiliza somo hili kwa umakini sana. Nisaidie kumgusa taka lana, nisaidie utamwona. Gusa bega hapa kungati eti hapo kanisani. Mwambie jirani, unahitaji kufunguliwa. Lakini sasa nisikilize vizuri. Nimesema kufunguliwa ni ile hali ya kufanyaje? Ya kutengwa mbali na ule utendaji wa adui shetani kwenye maisha yako. Sasa sikiliza, nimesema kila mtu anahitaji kufanyaje? Kufunguliwa. Lakini kabla hatujafika katika eneo la kufunguliwa, lazima ujue vitu hivi vifuatavyo. Kitu cha kwanza nisikilize hapo nitakwambia. Kitu cha kwanza, lazima ujue umefungwa wapi. Utakwambia utaandika. Ngoja nitakuruhusu uandike. Kitu cha kwanza kwenye hili swala la kufunguliwa, kitu cha kwanza lazima ujue ni wapi umefungwa. Na lengo la kile kifungo ni nini? Okay, andika tu. Ona mmekaa na kalamu mnataka kuandika, sasa muandike tu. Kitu cha kwanza kabla ya kufunguliwa, lazima nijue nimefungwa wapi. Na lengo ya kifungo kile ni nini? Vile vile nijue msimamizi wa kile kifungo ni nani. Na ana nguvu kiasi gani. Okay, niangalieni sasa hapo. Baadaye utaendelea kuandika. Na hapo huduma juu lakini itakuwa faster kweli. Kama ulikimbiaga shule, hapo narudi shuleni. Kama kina Pastor John walikuwa wanarukaga madirisha, wanaona nini kuandika, sasa leo wanaandika. Kwa hiyo kuna na mheshimu ni mwalimu. Mwalimu heshimiwe. Haleluya. Naomba nianze kufundisha. Nimesema nisikilize. Najua kwa nini hapa kuandika. Ningeweza tukaendelea kuzungumza bila kuandika, lakini pointi kubwa kwa nini tunaandika? Sisi ni wanadamu, tunasahau, tuna mambo mengi kichwani. Kompyuta yenyewe kuna muda inaharibu material. Licha ya akili zetu ambazo
ina mambo mengi na kusahau, na ndio maana tunaandika, inatusaidia kukumbuka pale tunapotaka kujifunza zaidi. Haleluya, Amen. Haleluya. Amen. Na kwenye hii huduma yetu ya Jua la Haki, kama unajua kusoma na kuandika, lazima unapokuja hapa uje na daftari, kalamu na Biblia, kwa sababu hapa ni chuoni. Hapa ni wapi jamani? Sio sehemu tu pa kuombewa, sio sehemu tu pa kutabiriwa, sio sehemu tu pa kuponywa, sio sehemu tu pa kufunguliwa. Hapa ni chuo. Nimesemaje? Hapa ni chuo. Tutajifunza vitu vingi sana vinavyotusaidia kiroho na kimwili. Nimesema, nisikilize vizuri. Nimesema kitu cha kwanza, kabla hujaanza kutaka kufunguliwa, ya kupasa kujua umefungwa wapi. Namba 2, nia ya kile kifungo ni nini. Namba 3, aliyekufunga ni nani. Namba 4, nguvu ya mfungaji ipoje. Unaanza kunielewa na kuacha. Unaanza kunielewa na kuacha. Fungua kitabu. Tuanze kati ya Matendo. Nafikiri hapa kati ya Matendo zote zinatuonyesha aina ya vifungo hapa. Lakini tuanzie na Luka 8:26. Fungua Luka 8:26. Luka 8:26. Luka 8:26. Afu tutakuja kwenda kwenye Matendo. Luka 8:26. Umeshafika hapo? Naomba nisome haraka kwa sababu ya muda. Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi. Sikiliza vizuri. Inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani, ila wapi? Makaburini. Alipomwona Yesu, alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kusihi usinitese, kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke yule mtu, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni. Angalia, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyororo na pingu, akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu ya yule pepo. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu Jeshi, kwa sababu pepo wengi wamemwingia. Nisikilize na niangalie. Kitu cha kwanza tunajifunza kwa huyu mtu ambaye alikuwa na pepo. Mapepo, sio pepo, mapepo, jeshi. Kifungo alichokuwa nacho huyu jamaa cha kwanza nimesemaje kwenye sentensi? Kabla ya kutaka kufunguliwa, lazima ujue nini? Nimefungwa wapi? Lazima nijue nimefungwa wapi. Na lengo la kifungo hicho ni nini? Na lengo la kifungo ni nini? Namba ngapi? Namba 3. Aliyekufunga ni nani? Sikiliza, na Mungu akusaidie kunielewa. Hapa huyu mtu kifungo alichokuwa nacho cha kwanza, alikuwa na kifungo kinachoitwa nini? Kifungo cha ukichaa. Kifungo cha nini? Ukichaa. Kifungo cha nini? Ukichaa. Alikuwa na kifungo cha ukichaa. Nisikilize, afu nitakuja kwenye uhalisia wako. Alikuwa na kifungo cha ukichaa. Lengo la kifungo ambacho alikuwa nacho, Biblia inatuonyesha wazi kabisa hapa. Lengo ni nini? Lengo ni nini? Awe kichaa. Lakini ndani ya hivyo vifungo vya ukichaa, nataka hapa tujifunze. Nataka akili yako nianze kuileta. Lengo ni nini? Hiyo ni lengo kuu. Hapa akitokea kunijibu, Mungu anisaidie, na 10,000 hapa mfukoni, natoa zawadi. Nimesema pointi ya kwanza, nataka nianze kulichemsha. Nikisikia 10,000 kile inaanza kuchemka. Nimesema kitu cha kwanza,
ujue nini? Nimesema kitu cha kwanza kwenye kifungo. Nimefungwa wapi? Kwa sauti pamoja. Nimefungwa wapi? Alafu namba 2, lengo la kifungo ni nini? Unajua kwa nini nimekwambia hivyo? Hakuna kifungo ambacho kinakaa juu ya mtu pasipo kuwepo na kusudi maalum. Kila kifungo ulicho nacho, maana yake kile kifungo ina kusudi maalum. Amen. Narudia. Hauwezi kufungwa eneo fulani pasipo kuwepo na mkakati kazi wa aliyekufunga. Anayekufunga ana mkakati kazi, ana kusudi. Kwa lugha rahisi, ana mission, ana kazi fulani hapo kwenye hicho kifungo. Sasa lazima ujue umefungwa wapi, namba 1. Namba 2, lazima ujue aliyekufunga ni nani. Namba 2 nimesema lengo la kifungo lazima ujue. Namba 3, ujue aliyekufunga ni nani. Namba 4, ujue nguvu ya aliyekufunga. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sikiliza hapa sasa. 8:26. Wakafika nini? 27. Na aliposhuka pwani alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo. Tunaanzia hapa. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Tunatumia lugha za kiroho hapo. Unaposikia hakuvaa nguo, kwa lugha rahisi, kazi ya kwanza, kusudi la kwanza lile pepo, moja kwamba alikuwa amemfanya kuwa chizi, lakini ni kumdhalilisha. Hakuvaa nguo, kwa lugha rahisi, kifungo alichokuwa nacho ujamaa Mgerasi, alikuwa na kifungo chenye kumdhalilisha. Maisha yake yote yalikuwa ni aibu, yananuka. Ukiota ndoto uko uchi, maana yake una kifungo cha kukudhalilisha. Hiyo ni lugha ya kibibilia, na uweze kutafsiri hapo kama una Roho Mtakatifu. Na hata kama una Roho Mtakatifu lazima una kiwango fulani cha uelewa. Lengo la kwanza ya kifungo ambacho ujamaa alichokuwa nacho, pamoja kwamba ni kumfanya kwa chizi, lakini lengo la mfungaji ni kumdhalilisha ujamaa. Siku zote atembea akiwa uchi, maisha yake yawe aibu. Na tuna watu wengi wa namna hiyo, maisha yake yawe aibu. Akikopa ashindwa kurudisha, na haja uziwe nyumba, haja uziwe vitu vya ndani, ni kudhalilishwa kule. Kuna watu wengine sio kwamba wameshindwa kuolewa, kuna watu wengine wana kifungo cha kuwadhalilisha. Ni binti mzuri, lakini kila akichumbiwa hawezi kuolewa. Kwa sababu gani? Ana kifungo cha kumdhalilisha. Kwa kazi yake ni kuzalishwa na kuachwa. Kwa lugha rahisi, au kudhalilika tu. Namba 2. Sema namba 2. Namba ngapi? Namba 2 hapa tunaangalia lengo la kifungo. Lengo la kifungo namba 2 hapa. Angalia hapa. Anasema hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani. Wala afanyaje? Maana yake hapa awe mtu wa kutangatanga, asiwe na makao kamwe. Tuna watu wa namna hiyo. Maisha yake yawe leo Babati, kesho kutwa Dareda, kesho kutwa Singida, kesho kutwa Dar es Salaam. Ukimuuliza kwa nini unatangatanga, yeye mwenyewe ajui. Amekuwa wa namna hiyo miaka yote. Namba 3. Hapa ni Biblia, lazima una uwezo mkubwa wa rohoni. Na ndio maana yake nilitaka kwa testi. Ili nini? Asikae nyumbani, akukaa nyumbani ila makaburini. Ukisikia makaburini, maana yake huyu jamaa pia alikuwa anatembea na roho ya mauti. Kwa lengo la kifungo cha huyu jamaa Mgerasi aliyeko nayo, pamoja kwamba sisi tunamuona amefungwa kwa nini? Chizi. Lakini ndani ya kile kifungo kulikuwa kuna vitu mbalimbali. Kitu cha kwanza nimekwambia, lazima ujue umefungwa wapi. Namba 2,
lazima ujue lengo la kifungo ulicho nacho. Kifungo ulicho nacho lengo lake ni nini kwenye maisha yako? Nia hicho kifungo ni nini? Kusudi la hicho kifungo ni nini? Lakini namba tatu tuende hapa. Namba 3, nisikilize vizuri. Tuende 29, 30. Yesu akamuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu Jeshi, kwa sababu ya pepo wengi wamemwingia. Sikiliza. Aliyemfunga huyu jamaa na kumletea vitu vingi kwenye maisha yake alikuwa anaitwa Jeshi. Kwa lugha rahisi, alikuwa na mapepo wengi sana. Na nimekwambia namba 4, namba 1, namba 2, namba 4. Lazima ujue kiwango cha nguvu ya aliyekufunga. Kwa nini vyote hivi ujue? Sikiliza. Kwa nini kuvijua hivi vyote? Andika. Kwa nini kuvijua hivi vyote? Namba 1, inanisaidia ninapoanza kutaka kufunguliwa, niweze kujua kwa usahihi nilipofungwa na kuharibu lile kusudi la kufungwa kwangu, pamoja na kujua mbinu ipi ya kutumia kupambana na kifungo kile. Kuna vitu ambavyo watu hawatuzingatii. Tunachotaka tunapoenda kanisani, nifunguliwe. Wapi? Na nani amekufunga? Andika pia sentence hii. Yaani pasa pia kujua jambo hili moja kubwa. Yaani pasa pia kujua jambo hili kubwa. Kufunguliwa ni mchakato. Kufunguliwa ni mchakato. Na kama ni mchakato, lazima nijue njia zinazotumika wakati wa kufunguliwa kwangu. Kuna kitu ambacho watu wengi hawakijui, na leo niwajulishe katika jina la Yesu. Amen. Watu wengi wanachokiamini ni kitu kimoja. Wakishaombewa toka pepo, anajua kifungo kimeishia pale. Nikwambie ukweli, hilo ni kosa. Hapo hujaelewa vizuri. Nitakwambia kwa nini. Sikiliza. Nisikilize sasa. Nisikilize, utaendelea kuandika baadaye. Nimesema lazima ujue lengo la kifungo ni nini. Nisikilize vizuri. Kuna watu wengine unaweza ukawa unapambana na uchumi. Una vita ya uchumi. Kila unachokifanya hakiendi. Kumbe wewe unapambana na uchumi, kumbe kifungo hakipo kwenye uchumi. Kumbe yamkini ni mwanamke. Mfano mmoja, yamkini ni mwanamke, mdada mmoja. Kumbe yamkini kifungo alicho nacho ni kifungo ambacho amefungwa kwenye ulimwengu wa roho, awe kahaba. Ukifungwa kifungo cha kuwa kahaba, ili ile roho ya ukahaba ifanye kazi, cha kwanza kinachotakiwa, inatakiwa kama ni biashara yote unaifanya kazi yoyote ife. Kwa sababu wanajua ukifanya kazi au biashara ukifanikiwa, mambo yataenda vizuri. Kuna watu wengine wanaishi kwenye ukahaba sio kwa sababu wanapenda, ni kifungo ambacho kimewafunga. Amen. Kwa hiyo unakuta anaishiwa kabisa na anaona hakuna njia nyingine isipokuwa acha ulize mwili wake. Sasa unamkuta mtu huyu anashughulika na hicho kifungo kanisani. Mungu niondolee umaskini, nimechoka roho umaskini. Kumbe sio roho umaskini anayo. Alipofungwa, amefungwa katika eneo la ukahaba. Kwa kama ni ukahaba, maana yake
zitafungwa njia za kupata pesa, zitafunguliwa njia za wanaume kama utitiri watakao kuja kununua mwili wake ili ile kifungo alicho nacho kiweze kutokea. Nimekwambia lazima ujue umefungwa wapi. Unasemaje? Lazima nijue nimefungwa wapi. Lazima ujue umefungwa wapi. Na lengo la kifungo kile ni nini? Nimekuonyesha huyu Mgerasi, yeye alikuwa amefungwa, tukaona kwamba alikuwa na jeshi linalosababisha kuwa chizi. Lakini ndani ya kile kifungo alichokuwa nacho kulikuwepo na main reason, sababu pia maalum. Kuna watu wengine upo unapambana na ndoa yako. Mimi ndoa imekuwa shida, ndoa imekuwa nini? Shida. Nisikilize. Ndani ya ndoa, wanandoa, usipokuwa makini kujua kifungo kilichopo ndani ya ndoa yenu, mnaweza mkajikuta kila wakati mnatandikana sana katika eneo wakati ambapo baraka inaingia. Mnaweza mkaa mna amani wakati hamna chochote pale ndani. Karibu na pesa kuingia, mkini hata nyinyi mjui kwamba ndio pesa inaingia, mnajikuta mnaanza kuvurugana vizuri sana. Alafu zile pesa zinakuja wakati baba amemnunia mama, mama amemnunia nani? Baba. Alafu angalia, zile pesa zinakuja, zinamkuta mwanaume ana hasira na uchungu. Anashindwa kujua ya kwamba kifungo alicho nacho sio cha kufarakana cha ndoa. Ana kifungo cha umasikini. Kwa ile kifungo cha umasikini nafanya nini? Zile pesa zikija, zitatafutiwa mlango wa zile pesa kuisha. Mume na mke wanagombanishwa. Mnagombana. Mume anazishika zile pesa, anaanza kuwa mlevi. Anakuwa mlevi, anatapanya ovyo. Akimaliza yale yote ambayo alikuwa amepanga na mke wake kabla hajapata pesa, ndio anakumbuka, Mungu wangu. Lawama za mama nani zinakuja sasa. Si nilikuambia. Ugomvi ndio unaanza kupoa hapo wakati nini? Pesa zifanyaje? Na kupatana kunakuja na yamkini wakati mwingine ugomvi unaingia kiasi ambacho mpaka watu wanaachana kwa muda. Mwanamke anaenda kwao, naye mwanaume anakuwa yuko na starehe. Zikishaisha, zikikaribia na mwisho, na anakumbuka, hivyo nimegombana na mke wangu, ngoja niende nikamuombe msamaha kwao, na atapiga magoti, nisameni, kweli nimekosea, naomba nimpe mke wangu niende naye. Atapewa mke wake kwa sababu ataweza kunyang'anywa, ataweza kuzuiliwa, atakuja na mke wake pale ndani. Wanakuja pale ndani, inabidi waende pale kwa sababu kwenda kukopa mchele, sukari na nini. Pesa zimefanyaje? Kumbe lengo la kile kifungo kilichokuwa kimekuja kwenye mafarakano ya ndoa sio mafarakano ya ndoa, kinacholengwa ni uchumi. Amen. Kuna watu wengine wamefungwa kifungo cha kiburi. Kifungo cha nini? Hebu kabla siendelea, hebu kila mmoja anaweza kutathmini kifungo ulicho nacho ni cha kipi wewe? Inalenga wapi? Unaweza kuwa unatafuta uponyaji. Na nikwambia kitu kimoja. Watu wote ambao mnaumwa hapa, unanisikiliza? Unaweza kuanza redio. Mna ugonjwa wote mlio nao. Kinachowatesa ni vifungo vilivyoko nyuma ya magonjwa. Na usipojua namna gani ya kushughulikia hiyo kifungo, kila siku mtakoga wa kuumwa. Baba akiumwa, akimaliza kutibiwa, mama anaumwa. Mama akimaliza, mtoto anaumwa. Kumbe lengo sio magonjwa, lengo uchumi wa familia.
Sasa wewe wenyewe kila siku mtakimbizana hospitalini. Utakuja hapa kwa Nabii Frank na sehemu nyingine kwenye maombi. Nabii wa Bwana au mtumishi wa Mungu, mchungaji, niombee, nateswa na magonjwa, tuombee familia, kemea pepo. Naye mchungaji anakuja, kwa jina la Yesu Kristo, pepo la magonjwa toa kwenye familia. Kumbe magonjwa hata wala yana shida, magonjwa ya watu. Watu wanacheka. Kwa magonjwa yote yana nini? Yala yamekaa kama geresha pale. Lakini panapolengwa ni nini? Sasa sauti yako basi, panapolengwa ni nini? Ni uchumi. Na haya mapepo au vifungo vinaweza kuingia ndani ya mtu mmoja. Ukiona mtoto wako kila siku anaumwa wakati unapata pesa, ujue hapo rais tunaanza kukufunulia. Ukianzia leo, ukimwona mtoto wako anaumwa wakati pesa ndio inakaribia kuingia, ujue kinacholengwa hapo sio mtoto, sio ugonjwa, ni ile pesa unaoipata. Amen. Leo unaanza kukuibia sio. Muulize mwenzako, umefungwa wapi wewe? Muulize, amefungwa wapi? Na lengo ile ilicho kifungo umekielewa mpaka leo? Kuna mtu mwingine inawezekana mpaka leo unashindwa kuoa au kuolewa. Na unaweza kukuta kwamba shida sio kuolewa, shida sio kuoa. Unaweza kuwa unakemea kifungo cha kutokuolewa, toka nje na kivunja kwa jina la Yesu. Roho ya kurithi kutoka kwa baba, kutoka kwa mama, ikiwa kuna mtu nilani, ukavunja, ukafanya maombi yote, na ni vizuri. Lakini kumbe kifungo hakipo kwenye nini? Kwenye ndoa, kipo katika ulichokibeba. Adui anajua ukipata mume sahihi, ukipata mke sahihi, utakuwa mwanamke tajiri, utakuwa mwanaume tajiri, au utakuwa mtumishi mkubwa sana wa Mungu. Kwa hiyo adui anachokiwahi, anawahi kila ambacho kipo ndani. Nimewafundisha Jumapili iliyopita uwezo ulioko ndani ya mtu. Angalia, Delila anakuja, angalia, nachotaka kuonyesha mfano rahisi. Delila anakuja kwa Samson. Anamwambia I love you my baby sweetheart nini maukisijani kila kitu. Na dada ya watu kalikuwa kazuri. Delila alikuwa ni hatari. Na sio kwamba nimesema narudia, sio kwamba mtoto wako jina la Delila. Ile jina limelaaniwa mpaka kuzimu. Sikiliza. Kumbe lengo la Delila, anakuja kwa kaka wa watu, handsome boy, ambaye akipita kila mahali wadada wanamzimikia. Kumbe dada wa watu amekuja pale sio kwa sababu ni mke, ni agent. Na kitu cha kujifunza pia vijana ambao mjaoa na mjaolewa. Unaweza ukafungwa kwa mwanamke ambaye si wa kwako, ili kupotezewa mwelekeo sahihi wa kile ambacho Mungu ameweka ndani kwenye maisha yako. Yes. Na wakati mwingine ashari kulalamika kwamba haya mahusiano baba yamekuwa yakivunjika. Si ajabu Mungu amekuepusha na maadui wa kuzimu ambao ni Delila hao. Au unaweza kupiga makofi kwa sababu umeshapigwa makofi ya moyo. Nazika Mungu ameamua kukuepusha na hao wote kwa sababu ungekuwa nao si ajabu. Angalia. Si ajabu ungekuwa nao, shetani angekutumia kumchinja hata kumchoma kisu huyo kaka wa watu au dada wa watu. Alafu mwisho baadaye unaona Mungu wangu nimefanya kitu gani? Kumbe lengo la shetani lilikuwa la kukusababisha upeleke wapi? Gerezani. Lazima ujue. Biblia inasema tuwe werevu kama nini? Tuapole kama ua. Werevu kama nyoka, watu wa Mungu. Amen. Ndio nakupa ufahamu wa kuwa mwerevu wa kiroho. Amen. Na kupasa kuelewa pia vifungo vyote tulivyo navyo vinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kabla katika macho ya damu na nyama hatujawa na hivi vifungo tulivyo navyo. Vifungo vinaanzia kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho.
Haleluya. Amen. Kuna watu mmepigwa matukio kwenye mahusiano. Pole, si ajabu unalalamika. Kumbe Mungu alikuepusha na kifungo cha kuja kuua maisha yako. Mpaka leo unamwonaga Mungu mbaya. Ungefunguliwa macho huyo mtu ambaye anasema I love you sweetie sweetie honey. Kamuulize Samson. Jamaa watu kalainishwa. Kaya hapo kwenye kifua. Sasa baby, bwana leo sasa uniambie. Hai! Jina la Yesu, kifungo cha wanawake pepo toka. Na mwanaume yeyote, leo nitoe siri, mwanaume yeyote ambaye ni mzaifu kwa wanawake, I say una kifungo kikali sana. Kwa sababu watatumika kuja kuharibu ulicho nacho. Muulize mwenzako umefungwa wapi? Muulize mwenzako umefungwa wapi? Ukijaribu kuangalia pia, angalia lengo la hiki kifungo pia cha huyu Mgirasi. Huyu Mgirasi alikuwa mtumishi wa Bwana. Utanijuaje? Baada ya kufunguliwa alitangaza habari za Yesu isivyokuwa kawaida. Mfano kama binti ambaye nimempa unabii. Yeye anaumwa. Yeye amekuja hapa anafanyaje? Anaumwa. Ameambia sio ana nini, ana kile unabii nimempa. Na hiyo mchezo unachezwa sana shuleni. Kumbe lengo sio kuumwa kwake yeye. Kinacholengwa, kifungo alicho nacho ni kifungo cha nini? Cha elimu. Kwa amefungwa, afya yake imefungwa, inashambuliwa. Kwa hiyo angalia, nikija hapo sasa, kama sina macho ya kiroho na uwezo wa kuona katika roho, nitashambulia hiyo roho ya magonjwa. Toka magonjwa, mwache huyu binti. Lazima nijue kifungo kimekaa wapi. Kifungo kimekaa kwenye eneo la nini? La elimu. Kwa hiyo nitakapoanza kumwombea, si muombei pokea uponyaji, bali ninachokifanya na kemea hiyo roho aliyekaa kuzuia elimu yake. Mwachie, utamwona. Baada ya muda wengi unaletwaga hapa. Amenyanyuka, amepona, anakuja kutoa ushuhuda. Na kuna watu wengine kwenye familia zetu wamekufa. Sio kwamba wana kifungo cha mauti. Wengine kilichofungwa ni nyota ya uongozi, nyota ya utajiri, nyota ya kuwa msaada. Kina Yusufu wao wanafungwa mapema na roho ya mauti, ili kabla hawajafikia katika hatima zao, kwa sababu wakifika pale watasimama kuwa msaada kwa adui. Ili asimruhusu huyu mtu, inabidi amfunge mapema na kifo. Kutana na mtu kama huyu, ukikemea roho ya nini? Ya magonjwa. Magonjwa hizi kwenda mbali, hizi kuondoka. Na kuna watu wengine hapa, narudia, kuna watu wengine wengi hapa sio mna shida ya magonjwa. Wengi hapa mna vifungo. Sasa uponyaji ukiingia mahali ambapo pana kifungo, ni kama tu ule uponyaji unachafuliwa. Baada ya muda utapona mguu, baada ya muda au utapona mgongo, utapona HIV, baada ya muda utakurudia. Kwa sababu gani? Sio lengo sio shida ya ugonjwa. Lengo kunyuma kuna kifungo kinachozalisha magonjwa. Kina Yusufu wengi nyumbani kwetu wameuliwa. Lengo sio afe. Lengo ni alichokibeba. Lengo ni alichokibeba. Kifungo kikakaa kwenye nini? Kwenye mauti. Kuna watu hapa sio mmefungwa ili msiolewe. Kuna watu hapa wanapambana na wewe kwa sababu wanajua ukiwa na heshima kuitwa mke, wanajua utakuaje. Kwa hiyo wamekufunga huko, wewe mtu wa kuzalishwa tu, kutembea huko mtaani kama ambaye amepoteza mwelekeo, umekuwa kama kahaba. Lakini sio hivyo. Mweleze mwenzako, umeshajua umefungwa wapi? Unaombaga nini? Mwambie unapambanaga na nini? Unazikoma mapendo unapambana na amani ya nyumba. Kumbe sio amani ya nyumba inatafutwa.
Kumbe sio nini? Kumbe adui anachokilenga ni nyinyi msio kitu kimoja na Baba Pendo. Kwa sababu anajua kabisa mkianza kuwa kitu kimoja na Baba Pendo mtapanga mipango mizuri. Baba Pendo atakachokipata kitaletwa mezani, Baba Pendo atakachopata kitaletwa mezani. Kama ni kujengwa nyumba kwa mwaka, akijengi tena kwa mwaka, inajengwa kwa miezi mitatu kwa sababu kuna mipango ya watu wawili. Kwanzia leo unapokuja hapa, acha kulalamika nabii wa Bwana. Sometimes ingia kwenye maombi. Mungu nifunulie, kwa nini ninapitia haya? Kicho kifungo kinatokana na nini? Haleluya. Amen. Wangapi wameanza kunielewa kutokea hapo? Somo hili lila siku nasikia kufunguliwa. Leo nimeamua kuingia deeper. Sema deeper. Deeper. Niendelee. Endelea. Haleluya. Amen. Kuna kitu fulani nataka nizungumze, si kimenipitaje. Roho Bwana nirudishe. Watu wengi tuna vifungo ambavyo sisi tunapambana na vingine, kumbe vifungo viko wapi? Upande mwingine. Ndio ninachosemaga, shetani haogopi maombi. Shetani anaogopa unapolenga shabaha. Amen. Sasa njia moja ya kulenga shabaha ni kujua kifungo chako kiko wapi. Usipojua kifungo chako kiko wapi, utapata shida sana. Nilipokuja kwenye huu mji, nilijua kifungo kikuu kilichokaa kwenye mji ni roho ya Yezebel. Tangia nilipofika kwenye mji huu hapa, nilichojua kifungo kaka kwenye mji ni roho ya Yezebel. Na nimefundisha roho ya Yezebel imebeba vitu vingapi? Vitu 3: uchawi, uganga na ukahaba. Nikaanza kujifunza namna gani ya kushughulikia hicho kitu. Mahali ambapo kuna Yezebel, watu hawezi kumwabudu Mungu wa kweli. Watu wanaabudu miungu kuliko, wanaamini uganga na ushirikina kuliko. Sasa ukiwa katika mji huu hapa kama mtumishi wa Bwana, usipojua hichi kifungo cha mji kimekaa wapi, utasema kinachozuia watu toka. Kitatoka, watu watakuja, wataondoka, kwa sababu hujashughulika na kifungo chenyewe. Ulize mwenzako, mpaka hapo umepata nini? Kuna kitu umeanza kujifunza? Jana nimesema kuna dalili za kufungwa. Nitakuja kufundisha dalili za mtu aliyefungwa. Hakuna asiyefungwa, lakini pia swali la kujua, utajuaje umefungwa? Zipo njia nyingi za kujua umefungwa. Njia rahisi tu kwanza ni kwenye ndoto. Kila siku na watu wanafanya mapenzi, alafu unaona ndoto nzuri tu na mpaka wengine unachegelea. Hapo una kifungo kikali sana. Hiyo ndoto sio ndoto unaiota wewe. Huyo mtu unayemuona sio huyo mtu unayemuona, ni jini limevaa sura ya huyo mtu. Sababu jini halina sura kamili. Jini halina umbo kamili. Na uwezo kubadilika kwa kama hii chuma, na uwezo kubadilika kwa hii maiki. Na uwezo kubadilika kwa mtu. Unaweza kubadilika kwa mbwa. Unaweza kubadilika kwa chochote. Kwa lazima ujue hii ndoto ina maana gani. Watu wengi hawafuatilii ndoto. Unaota ndoto unanyang'anywa pochi yako kwenye ndoto. Unaota ndoto unanyang'anywa pesa. Unaota ndoto unakota shilingi 50, shilingi 100. Hizo ni roho ya umaskini. Kiota mtu anakunyang'anya pochi, maana yake amekunyang'anya uchumi wako. Sababu shida watu wengi pia hatuko rohoni. Hataki kuwa watu wa rohoni. Tunataka tu watu kuombewa. Hilo ndio tatizo lingine pia. Hizi siri huwezi kukaa nayo. Kama brother hapa na yeye alitaka kuombea nikamtabiria. Ameenda. Alitaka kumuua. Ni neema ya Mungu tu. Huyu jamaa ambaye nimpa sasa hivi ni tajiri. Huyu hapa ndo shida ya watu wengi, hataki kuwa watu wa rohoni. Angekuwa mtu wa rohoni huyu, alivyoanza kubarikiwa, kwanza angejua namna gani ya kutembea na baraka zake. Amen. Huyu ni neema tu imemzuia. Hiyo siku ukaanguka kwenye shimo, sio ukaanguka kwenye shimo. Ile ilikuwa siku ni kaburi lake. Sema sasa ndio hii neema tu kwamba ni baraka za Mungu utajirisha. Mungu akikubariki ana lazima hakikishie ulinzi juu yako. Amen. Haleluya. Haleluya. Ziko dalili nyingi za kufungwa. Tutaja kufundisha wakati mwingine, muda umeisha.
Soma juu. Soma Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Fungua macho yangu nipate kujua. Fungua macho yangu nipate kujua. Nimefungwa wapi? Nimefungwa wapi?